Naam, hujambo kwa mara nyingine mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu sana katika Jahara ambako ni sehemu ya pili ya mazungumzo yetu ambayo tumekuwa tukiyafanya kama ilivyoada. Kama kawaida mimi naitwa Ibrahim Mgiaza na kwa mara hii nimepata wasaa kuungana na ndugu yangu hapa katika imani Suleiman Abdallah Juma ambaye ni miongoni mwa watu ambao wako katika umoja wa maimamu Tanzania. Atakwenda kulizungumzia hasa ili katika umoja wa maimamu nisije nikaleta hitirafu hapa katika swala hili. Sasa kubwa zaidi ambayo tutakwenda kulizungumza hapa ni lipi jukumu la viongozi wa dini katika kuandaa vijana kuwa na maadili. Ni lipi jukumu la viongozi wa dini kuandaa vijana kuwa na maadili? Kumekuwa na kero ama kumekuwa na mvutano hapa na pale kuhusiana na maadili kwamba nani ana jukumu, ni wazazi au viongozi wa dini au nani? Lakini kila mtu ana jukumu. Sasa leo tumekaa kitako hapa kuangazia ni lipi jukumu la viongozi wa dini katika kuandaa vijana kuwa na maadili mbalimbali. Sheikh Suleiman Abdallah Juma ndiye ambaye tutakuwa naye hapa kuweza kuangazia hili kwa kina. Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Sheikh Rashid, mambo yanakwenda? Alhamdulillah. Nashukuru. Nashukuru sana alhamdulillah. Tuko ngapi? Ramadhani tena ndo tunaiaga. Tuko ngapi? Leo tuko wengine wako 24, wengine wako 25. Bila shaka tukiondoka hapa mwaliko wa Eid nini tutapata, si ndio? Umsijali. Sawa. Pengine hapa kwenye ungezungumza kidogo kwenye umoja wa maimamu. Wewe kwenye umoja wa maimamu ni nani? Asante. Kwanza kwa jina kama ulivyonitambulisha, naitwa Imam Suleiman Abdallah. Ni imamu mzoefu katika maimamu wa miaka mingi Dar es Salaam, ni mmoja wapo. Nilikuwa mkongwe kabisa. Nilikuwa ni imamu wa msikiti mkubwa pale Kinondoni, kwa msikiti wa Mtambani. Hivi sasa ni mwalimu, shule inaitwa Mivumoni. Na mwaka jana mwishoni tukaanzisha umoja wa maimamu, kitu ambacho hapo awali hakikuwepo. Wapiga debe wana umoja wao, si madereva wana umoja wao. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya maimamu nchi nzima kuwa na umoja wao, na wakaamua mimi kupitisha kwa ndio kiongozi wao. Kwa hivyo mimi ni mwenyekiti wa umoja wa maimamu Tanzania ambao tunaita UMATA. Kwa hiyo ndio top pale juu. Sawa, pengine tukirejea kwenye mada yetu ya msingi sasa. Ndio. Kabla ya kuitizama kwa kina, pengine mmomonyoko, tuanze kwenye maadili. Maadili ni nini? Okay. Maadili tuseme ni tabia. Ukisema huyu ana maadili mema, maana huyu ana tabia njema au ana tabia nzuri. Na kinyume chake, huyu maadili yake sio mazuri, maana hana tabia nzuri. Kwenye dini yetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesifiwa na Mwenyezi Mungu kwa kuambiwa wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad una tabia nzuri zilizopitikia mpaka. Kwa hiyo tabia za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni nzuri, kwa maadili yake yalikuwa ni mazuri. Na Mungu hakutosheka hivyo, akatuomba sisi, akatutaka sisi wafuasi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi Waislamu muna kiigizo kizuri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kufuata yale maadili alio nayo. Kwa hivyo maadili yakiwa mema, tutasema huyu ana tabia njema. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, moja ya mafundisho yake anasema, inni bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumwa na Mungu kwenu nyinyi ili nifundishe tabia njema. Na maendeleo yote katika jamii yote, kwenye taasisi yote, haitopata mafanikio bila ya kuwa na tabia njema. Mtu yote akijiwekea kwamba mimi nataka niwe na tabia njema, basi hunyanyuka. Akijiwekea na tabia mbaya, maadili mabaya, basi huporomoka. Hii taasisi Mlimani TV ili ifike katika hatua za juu, lazima wafanyakazi wake wawe na maadili. Wakiwa na maadili mabaya, wakiwa na tabia njema, basi itafanya nini? Itapanda juu. Sawa, kukatisha hapo pengine tukirudi sasa kwenye mmomonyoko. Yaani tunaposema mmomonyoko wa maadili, pengine kila mtu anaweza akauelezea kwa namna yake. Labda katika mafundisho ya dini tunaposema mmomonyoko wa maadili umeelezewa kwa namna gani? Tunaposema mmomonyoko na maana ni kukosekana. Kukosekana kwamba huyu mmomonyoko wa maadili na maana tabia zake sio njema. Na sisi tumehimizwa sana tuwajenge watoto, tuwajenge vijana katika kuwa na tabia njema. Nikupe mfano mmoja. Sisi hata kiwa ni mtoto mdogo, basi mzazi, mlezi anatakiwa mtoto wake afanye nini? Hakikisha kwamba mtoto wake ana maadili mema.
Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na mjukuu wake, alikuwa ni mdogo sana, anaitwa Hussein, alichukua tende. Ndio. Tende zile zililetwa kwa Mtume sallam kama ni sadaka. Na Mtume na kabila lake walikuwa hawachukui sadaka au hawali sadaka. Sadaka kiletewa basi wanapewa watu wengine. Kwa hivyo Hussein akiwa ni ukoo wa Mtume wetu sallam, ni mtoto mdogo, hajui kinachoendelea, akachukua tende kaitia mdomoni. Tayari amefanya jambo baya ambalo jamii yake haifanyagi hivyo kabisa. Kwa hivyo alichokifanya Mtume wetu Muhammad sallam, alimwendea akamfungua mdomo, akaitoa huko, anamwambia ko tema. Huelewi kwamba Hussein kwamba sisi hatuli sadaka? Sasa tuangalie wazazi wangapi wanaweza wakafanya hivyo, wanaweza kufanya hivyo. Wazazi wangapi ambao watoto wao ni wadogo au wako vyuo au wako shule za sekondari, wanawaletea zawadi wazazi wao. Anamletea baba simu, mama simu, na hana kazi, na anajua kwamba hana, na wala mzazi haulizi kwamba umepata wapi. Ni kumsifu tu, mtoto wangu umekuwa ni hodari. Siku 2-3 kama ni mtoto wa kike anamletea ujauzito. Kwa hivyo tuseme kwamba dini yetu ya Kiislamu inaangalia kwenye masala maadili hata ngazi ya chini ya watoto wadogo. Sawa, labda pengine watu wanaweza kujiuliza, maadili ni mapana sana. Umezungumza hapo mwanzo, ni mwenendo wa tabia na vitu kama hivi. Kuvaa vizuri, kuvaa kwa stara, nao ni sehemu ya maadili ama ni kipengele kinachojitegemea? Okay. Kuvaa vizuri au kujistiri ni katika kipengele cha maadili. Nasema hivi, siku moja Mtume wetu Muhammad sallam amekaa na shemeji yake. Mtu na shemeji yake vipi? Si kuna ukaribu hali ya juu. Ndio. Kwa hivyo mtu anaweza labda akamkamata au akakumbatiana nini. Ndiyo. Kwa hivyo akiwa amevaa mavazi ambayo kama tuseme hayakuwa stara ya hali ya juu, akamwita akamwambia, we Asma, mwanamke anapofikia balere anatakiwa ajistiri mwili mzima, isipokuwa uso na viganja vya mkono. Sawa? Kwa sababu kinyume chake sasa watu watamtamani yule mwanamke. Wakitamaniana, mwanamume atamtamani mwanamke, mwisho wake watafikia kwenye tendo ambalo Mungu haliridhii, tendo la zinaa. Ndio. Ni kinyume. Mara nyingi ikiwa pana wanawake wawili, wewe mwanamume wewe, huyu alijistiri na yule ambaye hakujistiri. Huyu alijistiri utamtamani umuoe. Huyu asijistiri utamtamani fanya nini? Sawa. Umeelewa? Kwa hivyo huyu kwenye ndoa ni maadili. Kwenye zina sio maadili. Ni maadili mabaya, ni mmonyoko wa maadili. Mwisho wa siku tena tutakuja kuona huko mbele kwamba watoto watazaliana, watoto watakosa malezi, watoto watakuwa vibaka. Chanzo nini? Kwa sababu ya zina. Sawa. Sasa pengine tukienda kwenye chanzo cha mmonyoko wa maadili sasa. Chanzo hasa. Najua kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kwa mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Chanzo kikuu ama vyanzo vya msingi ambavyo vinachochea mmonyoko wa maadili. Vipi? Tutaenda haraka. Vyanzo vikubwa ambavyo mimi nimeviweka ni 4. Kwanza ni walezi wameacha majukumu yao ya msingi ya kuhakikisha wanaandaa vijana kuwa watoto na raia wema wa hapo baadaye. Kwa hivyo hapa tunaposema walezi tunakusudia nini? Walezi wa kiroho, viongozi wa kiroho, viongozi wa kijamii. Hawa wameacha kufanya nini? Kwa maana mashehe, wachungaji, mashehe, wachungaji, wazazi, mashule. Hawa wameacha kuandaa wale vijana, kuandaa watoto vijana kwa watoto wa taifa la baadaye. Nikupe mfano mmoja. Ndio. Leo unampeleka mtoto katika shule ambayo haina maadili. Ndio. Na ni matokeo yake mtoto huyu akifikia chuo, sawa, na akamaliza chuo, utataka katika hali ambayo wewe mzazi unataka iwe. Lakini kwa sababu ulikosea mwanzo, basi mtoto huyo hutoweza kumpeleka kule ambako unataka. Lakini Imam, kuna siku hizi kuna watoto wanalelewa katika misingi tu mizuri. Unakuta
watu wa mtaani wasema geti kali. Yani wazazi ni wakali kweli, wanawajibika kweli kweli, lakini wakishaondoka mazingira ya nyumbani wakaenda mavioni, ndo hapo mmomonyoko sasa unaanza. Wameelewa vizuri tu, sio kwamba walikuwa na hizo tabia. Sasa hapo tunamlaumu vipi sasa tuna mzazi kama yeye ni chanzo? Kwa sababu tuoni kama hivi amfuatilie. Okay. Tunaenda step by step. Hatua ya mwanzo msingi, ulimpeleka shule gani? Okay. Sawa? Shule ambayo ina maadili vizuri. Nikupe mfano mmoja, mimi nikiwa pale Mtambani tuna shule inaitwa Mvimoni. Mwishoni mwa mwaka tulienda sehemu ya kurelax na wanafunzi inaitwa Fun City. Twende haraka kidogo. Kwa tupofika pale Fun City, watoto wetu wame full star. Watoto tukakuta kuna shule nyingine, watoto wasichana wakubwa na walimu wao wote wako uchi kabisa. Sasa wewe mzazi ulimpeleka mtoto wako kwamba ajistiri. Mwisho wa siku akirudi inakuwa tofauti. Umeelewa sio? Kwa hivyo nukta ulizungumzia kuhusu mtoto anaingia kwenye chuo. Sawa? Sehemu ya pili ni kwamba wewe mzazi, wewe kiongozi wa dini pia, mumjenge huyu mtoto kwamba uchague rafiki mzuri. Dini yetu inatufundisha kwamba rafiki ima atakupeleka kuzuri au kubaya. Kwa hivyo na mara nyingi vijana wanaathirika na vijana wa rika lao, makundi rika. Kwa hivyo unaenda chuo, mwanangu 1 2 3, lakini na huku nyuma tayari ameshafundishwa shuleni, ameshafundishwa na viongozi wake wa kiroho kwamba marafiki wabaya 1 2 3. Kwa hivyo katika sehemu ambayo ni hatari sana ni ya mmonyoko au kupanda ni vijana. Sawa, tuendelee hapo tumalizie hizo swali. Na ya tatu ni talaka zisizokuwa za lazima. Mara nyingi talaka zinasababisha mmonyoko wa maadili. Kwa sababu ili familia ni katika jambo muhimu nyeti katika maendeleo ya nchi. Inapofikia hatua kwamba watu wameachana, sawa, baba yuko kivyake na mama yuko kivyake, hawa watoto ambao wamepatikana hawatufaulu, hawatakuwa na tabia njema bila kuwa na baba na mama. Mwisho wa siku watoto wanasambaa mitaani. Kwa hivyo hapo tutakuwa tumefanya nini? Talaka zisizo za lazima zinapelekea mmonyoko wa maadili. Lakini jambo la 4 la mwisho ni zinaa, ambapo tumegusia nyuma. Mungu ndiye alimuumba mwanadamu. Sawa? Unaenda duniani mwanadamu, basi wewe utakuwa na mke. Sawa? Na usifanye jambo la zinaa. Ukifanya zinaa ni njia mbaya. Sawa? Sasa leo jamii yetu imeweka badala la ndoa, sasa watu wamekuwa wanazini, wanakaa kimada muda miaka 4 5 10. Mwisho wa siku wanaweza wakapata watoto na wakatengana, wale watoto kwa pia wamezagaa katika mtaa. Sawa. Sasa lipi jukumu la viongozi wa dini sasa? Kuanzia maimamu, mashekh na majukumu ni matatu ambao mimi nimeorodhesha. La kwanza ni mwanadamu katika maisha yake ili afanikiwe. Mwanadamu yote ili afanikiwe, basi mambo matatu lazima awe nayo. Kwanza lazima apate kiongozi wa maadili, kiongozi wa kiroho. Awe naye. Huyu atamuongoza kwamba vitu vile lazima uwe navyo, uwe na hofu na matumaini. Ukiwa na hofu ina maana utaacha mambo ambayo Mungu wako amekataza, na ukiwa na matumaini utafanya yale ambayo uliamrishwa. Lakini pia ili upate maendeleo lazima mtu awe na mtu ambaye anemchukia. Utashangaa kwa maana gani? Akitokea mtu ambaye anakuchukia, sawa, utajiuliza kwa nini ananichukia? 1 2 3, basi wewe utafanya nini? Utajirekebisha. Na awepo na mtu ambaye anakuamini. Mtume wetu Muhammad sallam alichukiwa na watu wa Maka. Kuchukiwa kwake kule ikampelekea kuhama Maka kwenda Madina, na kule Madina akaunda taifa la dola ya Kiislamu. Lakini angalika Madina Maka tu bila kupatikana watu wanaomchukia, maana
dola isingetanuka. Lakini pia alikuwepo mtu anayemwamini ambaye ni mke wake Bi Khadija. Alikuwepo Abubakar ambaye ni mtu ambaye anamwamini, wakatoa mali zao wakampa na dola ya Kiislamu ikapatikana. Kwa hivyo hiyo jambo la kwanza, lazima awepo kiongozi wa kiroho ambaye, au kiongozi wa kijamii ambao ndio sisi mashehe, ambao tutamjenga huyu kijana hofu na nini na matumaini. Na mara nyingi hata matapeli wanachukua vijana kwa udhaifu huo wa kujenga hofu na matumaini. Mwisho wa siku vijana wanaingia kwenye matukio ambayo sio sawa. Na jukumu la pili, sisi viongozi wa dini katika nyumba zetu za ibada, tunatakiwa vijana tuunganishe wana umoja wao katika misikiti, katika taasisi zetu, kwa sababu tutakutanisha vijana na kuwafundisha haya ambayo tunatakiwa nani. Lakini mwisho wa siku vijana tunawapa mahubiri, wakitoka wanakumbana na vijana wengine ambao wanasubiri wapate kupoteza. Na la mwisho, wale vijana ambao tayari tuko nao katika nyumba za ibada, lazima tuwatafute wataalamu wabobezi waje wawajenge. Sawa? Vipi wataendelea, vipi watapata maendeleo, vipi watajieleza kimaisha. Sawa? Watawapa mafunzo, semina fupi. Mwisho wa siku wewe tuchukue hela kutoka zaka na sadaka kuwapa mitaji ili wapate kujiendeleza. Lakini wakati wote hapo kunyuma tumeshawafunza kuwa na hofu kwa Mola wao na matumaini katika maisha yao. Basi nikushukuru sana Imam kwa muda wako, kwa sababu muda umetutupa mkono kweli kweli. Ndio. Natumai wakati mwingine tutakuwa na nafasi ya kuzungumza vizuri zaidi. Lakini pengine kwa mtu ambaye anahitaji kukufikia wewe, kwa ufupi tu, sekunde kama ngapi hivi? Okay. Mimi napatikana pale Mtambani muda wote, ila nitatoa namba yangu ya simu, ukinitafuta utanipata kirahisi. Namba yangu ni 0713 098959. Nitarudia tena 0713 098959. Sawa, asante sana. Na mtazamaji ambao unatufuatilia kwa hivi sasa, ndio tunahitimisha hivyo. Tulikuwa tunaangalia ni lipi jukumu la viongozi wa dini katika kuandaa vijana kuwa na maadili ambayo yanakubalika kwenye jamii. Mgeni wangu alikuwa ni Suleiman Abdallah Juma ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Maimamu Tanzania, kwa kifupi ni UMATA, ambako tulikuwa tunaangazia hayo. Mimi naitwa Ibrahim Mgaza, kwa niaba tu ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, kwa heri na uwe na wakati mwema. Asante.